Mavunde nampenda kitu hichi. Mama Mavunde wakati anaoa zilipelekwa CV pale. Ndio waziri alioa kwa bei rahisi mno. Shughuli kafanyia kwa babake. Budget ya harusi ni 400,000, wewe unaweza kuwa ndo Kristo lakini. Mheshimiwa Mavunde appreciate my brother. Naye makofi kwa Mheshimiwa Mavunde. Mungu akuweke mahali pema. Ustarehe kwa amani my brother. Pungushani. Yaani kama atakuwa amebadilika, watakuwa wamebadilisha hawa watu wa Dar es Salaam. Wanawake wa Dar es Salaam. Ukimtongoza tunasikia, Mavunde ndio waziri Mama Magufuli na shida. Sorry, wewe kama una big hivi. Una shida gani? Mimi toka mama amefariki. Maki siku hizi wanawake wa Tanzania bila kusingizia vivu, hali imekuwa ngumu jamani. Katika kitu kimekuwa kigumu ni maisha. Maisha yamekuwa very expensive. Na wewe ukishasikia mtu kafiwa, umuonelee huruma. Toka nimefiwa na baba, wenyewe wana maneno yao, my daddy. Kama my daddy toka amekufa na wewe ndo nimeona Mungu ameniletea. Mungu amekuletea vipi? Tumekutana huko. Kula miego yako wewe. Yaani nataka kusema kitu kimoja. This is a specialist. Umekuwa Dr. Othman, specialist vipi? Yaani nataka kuambia my baby. Wana maneno sasa hivi wenyewe wanaongea kuliko, unajua zamani wanaume ndio walikuwa wanaongea kuliko mwanamke. Uongo huo. Sasa hivi maisha yamebadilika, mwanamke anaongea kuliko mwanamke. Wanawake wengi kipindi kile kilichopita, sisi tulikuwa watu wadili. Tukienda pesa tukirudi na milioni 30. Wewe ndio unamlazimisha bibi. Utaki kupanga? Chukua nyumba nzima. TV. Sasa hivi bwana mkubwa alipotukaba. Bwana mkubwa kiboko. Sasa kama kampeleka mkeo Muhimbili, wewe upeleke India wewe nani? Yaani sasa bwana mkubwa alipotubana sasa hivi. Mwanamke akwambia tu, baby, figo kama inakataa, unasemaje? India mwambie, acha ubwege. Bango sijampe. Kesho akipiga, namba unayopiga haipatikani. Lazima ulimit hela. Hela you can deceive. Do you understand? Hebu jifikirie, le mtu usikakaa Ulaya miaka 10 amerudi Tanzania. Tatizo simami. Tatizo nini? Mzigo. Na leo nataka kuambieni. Niseme kitu. Niseme kitu kimoja. Nimefurahi kumwona madam shemeji yangu. Asante kwa kuja madam. Mama JSM. Maki kila mtu anayemstiri msikii. Anza kupigia simu tu, sijakusikia pale. Haya, endelea na moyo wako, unamsikia waziri tu. Na yeye ndo masaa 24 yuko na gari, utasemaje? Utaanza nilipata stroke hivi. Kwa hiyo mimi bila mama gari kwa kweli siwezi jamani, mpigeni makofi tena mama. Watu wa Oman wanaibu, ukiwapiga makofi wanajifunga. Sikia yana. Jamani, mnyo kwa utaratibu hizo wine. Mungu, naomba nisikilize hichi. Hii ni message kwenu. Mungu katika mtu anamchukia Mheshimiwa Balozi Element. Katika Mungu mtu ampende ni mtu maskini. Mungu na mtu maskini vitu viwili tofauti. Mtu maskini ni mtu wa kubadilika. Mtu maskini ni mnafiki. Mtu maskini hana misimamo.
Mtu maskini anaweza kaja kwangu. Napi alikusema mtu maskini. Mungu anampenda mtu tajiri lakini amwamini. Kwa sababu mtu tajiri ni mtu mwenye connection. Tajiri anaweza kawa, Mungu anaweza kawa mpendi tajiri. Lakini tajiri anaweza kumuunga malaika wa Bwana. Hajafika peponi. Ameenda. Hivyo leo unaenda kwa paroko. Oh baba, mimi ninaomba Mungu, baba naomba nisaidie, sijapata mwanamke mzuri. Paroko akuombewe mwanamke mzuri? Tafuta hela. Tafuta hela. Hela ndio mwanamke mzuri. Sasa wewe una hela unataka mwanamke mzuri, una akili wewe? Oh baba naomba uniombee mimi nifanikiwe. Tafuta mzigo. Baba paroko atakujibu tu. Nitakuweka kwenye maombi usiku. Wewe kuna maombi, mimi niache kulala na mke wangu nikuweke kwenye maombi usiku. Tuko mjinga. Tuko mjinga, tafuta hela. Hivi leo mengi aende aseme, baba naomba mtubaliwa nikubali. Naomba niweke kwenye maombi. Paroko hata shughuli uende, anaanza hapo hapo. Baba Mungu Mwenyezi, Mungu wa mbingu na dunia, ona sasa mengi anapohangaika na penzi. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu anaamini mzigo upo. Ukishamwombea pale anaamini baada ya sala atapokea nini? Mzigo. Be strong. Huwezi kumwangaisha padri kijinga. Hata ukifiwa, hata uwe msiba wa Kiislamu au Kikristo, ukifiwa, umefiwa una hela, tutazika saa 6 tu. Hata sio utasikia, jamani ndugu zangu, tuende tukazike ndio tuje tule. Ujue una kitu mbuni una. Wewe unakufa unacho cherehani wewe mtu. Sasa wewe kufa acha mali uone. Kufa una mzigo. Utasikia na watoto Ulaya. Kwa niaba ya familia tutazika Alhamisi. Kuna watu wa dini hapa watajitokeza. T-shirt za marehemu wanajitokeza. Clearly mambo ya chakula wanajitokeza. Umekufa na nini? Utakuta ujenzi wa kaburi. Na watu wengi wanafaidika kutokana na sasa hivi dili nyingi zilikuwa kwenye harusi, send off na mambo mengine. Sasa hivi dili nyingi ziko kwenye makaburi kwa sababu watu wana imani. Hata kama kaiba mwachie Mungu tu. Sasa mwachie Mungu vipi? Nimeondoka na milioni 60 ni mwachie Mungu. Ndugu zangu, hakuna kitu kizuri kama hela. Na kwa hali ya Magufuli tutafuteni hela. Wanawake wengi sasa hivi connection is not reachable. Wengi wamefeli. Zamani walikuwa wanatusumbua. Kama unataka mimi nimependwa na watu. TRA yuko napendwa na watu. TRA wote wako jela huko sasa. Kwanza zamani kwa mwanamke anakuuliza, uko tayari? Wewe kama una akili jiulize, uko tayari kwa ajili gani? For clearly. Alafu katika kitu ambacho kinatumiza, hawa wanawake wa Dar es Salaam ndio wanafanya wanaume wengi wafe kwa vifo vya ghafla. Sasa hivi tunakunywa ngetwa, vidonge, sijui ile nini ya Kongo. Nasikia ana kisukari. Mimi niko you are very bright. Unaweza ukajitahidi wewe utasikia na lolote na wanahadisiana ba. Sikia na lolote hiyo. You are going in time you can be saved. Sauti kute. Na sasa hivi watoto wadogo wadogo kama sisi ndio wenye idea. Kwanza hatuna uoga hata kwa watu wazima. Tukianza kumtongoza mtu mzima tuko very bright. Na mimi sirali, wewe mtu mama yako wewe ulali vipi? Tukaanza kutumika 62 Nyerere anagombania uhuru, wewe ulali vipi? This is a very bright, is a concept.